Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Mfuko wa mawasiliano unatekeleza miradi mingi. Tutaelezea karibia miradi 15 ambayo tunayatekeleza kwenye kipindi cha awamu ya 6 na katika uongozi wa miaka minne wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nitaanza kuelezea mradi mkubwa ambao kwa Kiswahili tunahitaji ni flagship. Hiyo ndio flagship project. Ile ni miradi ya kimkakati, ni moja ya miradi ya kimkakati ambao sisi mfuko wa mawasiliano kwa wote tunautekeleza. Najua wengi mmesikia utekelezaji wa ujenzi wa minara 758. Na nikianza kabla nisijaelezea hiyo, nielezee kwamba mfuko wa mawasiliano kwa wote tulianzishwa kwa sheria ya Bunge mwaka 2006. Sheria ile ilipitishwa na mfuko ukaanza kazi mwaka 2009. Kutoka 2009 mpaka leo tumekuwa tukitekeleza miradi mbalimbali. Lakini kwenye awamu hii ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi kama mfuko tumetekeleza mradi mkubwa ambao tulitekeleza huko nyuma wa ujenzi wa minara 758. Nitaongea namba zaidi ili najua namba huwa hazidanganyi, kwa hiyo nitaenda kwa namba sana, na ukizingatia mimi ni mhandisi, kwa hiyo mtanisamehe. Tukishika calculator tu tunatoa tu, sababu tutakuwa naangalia 21 leo tuko wapi. Na unaangalia tu kwanza 2009 afu ukapiga hesabu miaka mingapi mpaka 21, ukizitoa utaona kazi kubwa iliyofanyika kwenye awamu ya 6. Nimesema mradi huo mradi wa kimkakati wa ujenzi wa minara 758 ya mawasiliano. Mradi huu tumeanza kutekeleza mwaka 2023, na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Rais alishuhudia utiaji saini wa mikataba ile, ambapo tulikubaliana na watu wa huduma Tigo, TTCL, Vodacom na Halotel na Airtel kujenga minara hiyo 758 kwenye kata 713 nchini, na minara wilaya 127 katika mikoa yote ya Tanzania, mikoa 26. Na kwenye mradi huo ukichukua kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, ukichukua kwenye maeneo yote hayo 758 unaenda kukuta inaenda kunufaisha zaidi ya Watanzania 8.5 milioni. Kwa hiyo mradi huu unaenda kunufaisha wenzetu wa Tanzania ambao huduma ya mawasiliano aidha ilikuwa ni hafifu au ilikuwa hakuna kabisa, 8.5 milioni. Na serikali ilitoa kupitia mfuko wa mawasiliano imetoa ruzuku ya shilingi bilioni 126. Na nikiwarudisha nyuma kidogo, mwaka jana Julai 2024 Mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa uchumi wa kidigitali. Na kwenye ule mkakati wa uchumi wa kidigitali una nguzo 6. Na nguzo ya kwanza ni digital infrastructure, ambayo hiyo digital infrastructure imegawanyika kwenye soft infrastructure ambayo ni mifumo ile, alafu na hard infrastructure ambayo sasa ndio hii minara, ni Kongo, yote inadondokea hapa. Kwa hiyo ukiangalia serikali ina lengo la kujenga uchumi wa kidigitali, na kwenye kujenga huo uchumi wa kidigitali kitu muhimu cha kwanza ili watu waweze kupata kushiriki kwenye uchumi wa kidigitali basi ni kuwapelekea miundombinu ya kidigitali. Na ndio maana kwa nia njema kabisa ujenzi wa ule minara 758 ukaanza. Nikija kwenye utekelezaji wa mradi huo mpaka kufikia juzi tarehe 23 Mei, jumla ya minara 682 imeshajengwa.
Kwa ukichukua kwa hesabu za haraka kuna minara tu kama 70 na kitu ndio bado haijajengwa. Kwa hiyo utakuta hii ni sawa na 90% ya utekelezaji wa mradi. Na kati ya hiyo minara 682 tayari minara 533 ishaanza kutoa huduma kwa wananchi. Sasa nikisema tuende kwa namba, nikitoka hapo nataka nikurudishe mwaka 2021. Mwaka 2021 kwa mujibu wa taarifa ambazo huwa zinachapishwa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, idadi za line ya simu zilikuwa milioni 54. Chukua calculator yako leo. Kufika Machi 2025 tuna line za simu milioni 90.4. Ukichukua internet mwaka 2021 watumiaji wa internet walikuwa milioni 29.8. Leo hii tuko watumiaji wa internet ni milioni 49.3. Kwa utakuta huo ukuaji wote. Kwa nini kuna ukuaji wa namna hiyo? Kwa sababu miundombinu imeimarika. Wenzetu wa vijijini tayari wanapata miundombinu, na uzuri sasa hivi tunachojenga ile minara huwa lazima iwe inatoa huduma ya 2G na kuwepo ambayo hupati internet, lakini lazima iwe na 3G 4G ili kuwezesha sasa maeneo hayo watu kuweza kupata huduma za internet. Nafikiri imeisha. Kitoa hapo utaona ile ongezeko 54 21 90.3 line. Kwa utakuta kuna milioni karibia 40 zimeongezeka. Internet 29.8, leo tupo mpaka kufika Machi ilikuwa ni milioni 49.3. Kwa nini hayo yametokea? Kwenye utekelezaji wa mradi wa 758 unaendana vile vile na kuongezea nguvu, au kwa Kiingereza wanasema ku-upgrade ile minara ambayo ilikuwa inatoa huduma ya 2G peke yake. Kwa hiyo kwenye ile bilioni 126 vile vile tumefanya uongezaji nguvu wa minara 304 ambayo ilikuwa inatoa huduma kwenye 2G ambayo watu wasingeweza kupata internet. Sasa hivi kwenye minara hiyo 304 tumeshafanya upgrade na imeshakamilika. Mradi mwingine ambayo tumekuwa tukitekeleza kwenye kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 ni ufungaji wa huduma za wifi kwenye maeneo ya wazi au maeneo ya public. Kwa hiyo kwa muda huu tumeweza kufunga kwenye maeneo 7 ambayo tumefunga wifi Mafinga, Nyerere Square pale Dodoma. Tumefunga wifi Chuo Kikuu cha Dodoma, ile ndaki ya habari na elimu angavu SAIF. Tumefunga kwenye soko la Tabora, Kiembe Samaki Unguja, soko la Buhongwa Mwanza, na maeneo 17 ndani ya viwanja vya maonyesho ya Sabasaba hapo Kurasini tumeweka huduma za wifi. Nafikiri tutakuwa mashahidi tunapoenda kwenye maonyesho ya Sabasaba tunaweza kupata huduma za wifi. Na mradi huo serikali ilitoa jumla ya shilingi milioni 374. Mradi huo ulishakamilika na unatoa huduma. Sambamba na hiyo tulijenga vituo vya TEHAMA Zanzibar. Kuna vituo 11 tumevijenga Zanzibar, na vile vituo vinatumika kwenye kutoa huduma za TEHAMA, kutoa mafunzo kwa wananchi kwa lengo la kuwajengea ujuzi na uwezo wa kushiriki kwenye uchumi wa kidigitali. Na hapo nikienda kwenye zile nguzo 6 za uchumi wa kidigitali, mbali ya ile nguzo ya miundombinu, digital infrastructure, kuna nguzo nyingine inayoelezea digital skills na literacy. Kwa hiyo vituo kama hivi vinasaidia kupunguza ile literacy na kuongeza skills za watu kwenye kutumia huduma za kidigitali. Na kama unavyojua kwamba sasa hizi serikali huduma zake nyingi inatoa kidigitali, na lengo la serikali mwisho wa siku ni kuwa na ile wanasema personal government, kama niko nyumbani kwangu naweza kuaccess huduma zote bila kwenda kwenye physically kwenye ofisi ya serikali.
Sehemu nyingine ambayo huwa inawagusa zaidi ninyi wahariri na waandishi wa vyombo vya habari ni kufanya maboresho ya usikivu wa redio. Tumeshafanya maboresho kwa wenzetu wa TBC kwenye jumla ya vituo 19 na tulishatoa ruzuku ya kiasi cha shilingi bilioni 6 kwa ajili ya kuimarisha usikivu wa redio kwenye maeneo hayo 19. Na sambamba na hiyo kuna halmashauri 6 ambazo na zenyewe tumezijengea minara ya redio ambayo ipo tayari. Mkihitaji kwenye hizo halmashauri ya Same, Rufiji, Kasulu, Kilindi, Kondoa na Mbulu, mnaweza kwenda kuongea na halmashauri husika na mkaweka na nyinyi vifaa vyenu pale kwa ajili ya kuongeza usikivu wa redio na television zenu. Na tayari nafikiri kuna redio Kicheko kama ya Arusha ishaomba kule Kondoa, nafikiri wanaendelea na utaratibu ili waweze kuongeza usikivu wa redio yao kufika maeneo ya Kondoa. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.